أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wa mizani popote mlipo. Katika makala yetu ya leo tutazungumzia yale yanayopita baina ya Israeli na wanamukawama wa Palestine Hamas, ambapo sasa habari kubwa zaidi inayozungumziwa sasa ni mapatano yanayotokana na mapendekezo ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kusimamisha vita, ambapo inasemwa kuwa Israel imeyakubali mapendekezo hayo na kadhalika Hamas wameyakubali mapendekezo hayo. Kadhalika kuna maelezo kuwa Trump, rais wa Marekani, alitoa maelekezo kwa Israel kusitisha mashambulio, lakini Israel ilikuwa bado ikiendelea kuwashambulia Wafalastini licha ya kutakiwa kufanya hivyo kwa maana ya kusimamisha vita. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia ni namna gani ambavyo jambo hili lilivyo kwa hivi sasa na ni kwa nini vita vinalazimika sasa kusimama. Hakika ni kuwa Israel imeshindwa vita. Kushindwa vita kwa Israeli ni kwa sababu imeshindwa kufikia katika malengo iliyokusudia, na imekuwa hapana budi, ni lazima kusimamisha vita kutokana na kwamba hakuna njia nyingine ya kuweza kuwashinda wa Palestina. Majeshi katili ya serikali ya Kizayuni ya Israeli bado yanaendeleza mauaji ya umati wa Palestina waishio katika ukanda wa Gaza bila kujali miito iliyotolewa na jamii ya kimataifa na rais wa Marekani Donald Trump, na hata raia wa Israeli kwenyewe na ndugu, jamaa na marafiki wa familia za mateka wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza. Katika fremu ya kile kinachoitwa operesheni ya kuangamiza Hamas, Israeli inaendesha mauaji holela, ambapo wanajeshi katili wa Kizayuni wanaendeleza mauaji katika vitongoji vya Deir al-Balah, Gaza City na katika kambi mbalimbali za wakimbizi ikiwemo kambi ya eneo la Al-Barak. Licha ya propaganda za uongo zinazotangazwa na Israeli eti wa Palestina hupewa indhari ya kutoka majumbani mwao kwa njia ya vipeperushi, lakini ukweli ni kuwa Wazayuni wanaishambulia kwa mabomu mazito kila nyumba wanayosikia sauti za watu, wakikusudia kuangamiza waliomo ndani, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha jengo wanalolishambulia linaporomoka na kuteketea kabisa na kusalia kuwa ni jivu. Mara kadhaa majeshi katili ya Kizayuni yamewateketeza raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza, wakiwemo wazee, wanawake na watoto, mahali panapodaiwa kuwa ni salama, na wanapofika huko ndani ya mahema yao wanamoishi na kujistiri ndani yake, ghafla hushambuliwa kwa mabomu na makombora ya kinyama. Na si hivyo tu, bali wamekuwa wakiwaua hata kwa kuwachoma moto. Wazayuni wamekuwa wakiwaua Wafalestina wanaposimama katika foleni za kupokea misaada ya kibinadamu kama chakula na kadhalika. Ukweli ni kuwa miito ya Wazayuni ni ya kilaghai, ili Wapalestina wapate kutoka waingie katika mtego wa kukusanyika kwa wingi mahala pamoja, huku wakidhani kwamba mahala hapo ni salama, na vile vile Wazayuni wakijua kuwa ni lazima Wafalestina watatoka tu watakaposikia kuwa kutakuwa sehemu ya kupokelea misaada. Ni lazima watoke kutokana na dhiki ya njaa na kiu, na mara tu wanapokusanyika hujitokeza ghafla maskari wa Kizayuni na kuwashambulia kinyama. Hakuna mtu anayeweza kudhani kuwa yupo binadamu anayeweza kufanya unyama unaofanywa na askari wa Kizayuni kwa kuwaua raia wa Palestina kinyama namna inavyotendeka. Kwa msingi huo, si kweli taarifa zinazotolewa na serikali ya Israeli kuwa wanawaua au kupigana na Hamas, na badala yake kinachoendelea huko ni kuhakikisha kila aliye Mpalestina anateketezwa, na hatua hiyo inakuja baada ya Netanyahu kupata fedheha kubwa sana duniani kufuatia kushindwa kuwapata mateka wote, kuangamiza Hamas wote katika kipindi kisichozidi wiki mbili, kama alivyojifaragua Netanyahu awali alipokuwa akitangaza mwanzo wa vita vyake vya mauaji. Unyama wa Wazayuni haukuishia hapo tu, bali pia kwa nia ya kukifuta kabisa kizazi cha Waarabu Waislamu wa Kifalastini. Mapema tu baada ya kuingia katika ukanda wa Gaza, walihakikisha huduma ya maji inatoweka kabisa, umeme, mawasiliano,
chakula, maji salama, dawa za matibabu ya binadamu na kadhalika. Wamehakikisha wanawaua wagonjwa wote mahospitalini, na hivyo basi kufanya huduma hiyo muhimu kwa binadamu kugeuka kuwa silaha hatari sana ya kuteketeza Wafalestina kwa kiu na njaa, maradhi na kuhitimisha maisha yao katika hali ya mateso yasiyoweza kuelezeka. Kwa akili ya kawaida tu, ni vipi mtu anaweza kutumia ndege kushambulia wodi ya wagonjwa, kuwaua kwa kuwatupia makombora wagonjwa hospitalini, kushambulia kwa makombora hospitali zote ili kuhakikisha huduma ya afya haipatikani kabisa. Halafu baada ya hapo unajitokeza mbele ya watu hadharani kudai kuwa wewe ni mbabe wa vita. Kuua watoto wachanga, kina mama wajawazito, wazee na vijana. Kuhakikisha maeneo yote ya mji nyumba zao zinaangushwa na kuharibiwa kabisa. Miundo mbinu ya kijamii yote inasambaratishwa, na kisha baada ya hapo ukajinaki kuwa wewe ni taifa kubwa na ni mshindi wa vita. Huku ikiwa na hakika kuwa Hamasi haitopata msaada kutoka nje, haitopata silaha, haitopata mawasiliano, hasa baada ya ukanda wa Gaza wote kuzingirwa na jeshi la Kizayuni. Netanyahu amepata aibu kubwa sana baada ya kutumia muda wa takriban miaka miwili bila Hamasi kuonekana kupungua nguvu zao au dalili yoyote inayoonyesha Hamas kumalizika, lakini pia bila kupata mateka hata mmoja kwa kutumia mabavu aliyojigamba kuwa nayo Netanyahu. Ni hakika kuwa muda mrefu kiasi kama hicho, badala ya wiki mbili, imekuwa miaka miwili, yanaonyesha ushujaa au udhaifu. Hamasi ambao hawana nchi yoyote inayowapelekea silaha au msaada wowote. Hali ingekuwaje kama Hamas nao wangeweza kupata msaada wa silaha, japo tu uwe ni kwa kiwango cha nusu ya msaada ule wanaopata Wazayuni? Israeli ingekuwa katika hali gani hadi hii leo? Licha ya kuwa na kila aina ya silaha zikiwa sawa sawa na zile zinazotumiwa na jeshi la Marekani, Israeli hapana shaka askari wake walio wengi hawana utayari wa kutoa uhai wao kwa sababu wasizozijua. Kama msikilizaji utakuwa umepata kusikia askari wa Kizayuni akijiua mwenyewe kuliko kwenda kufia Gaza, ilhali Mpalestina naye muona jua kuwa unamtazama maiti anayetembea, na hapana furaha kubwa zaidi katika moyo wa kila aliye Mpalestina inayoshinda ile furaha ya Mfalestina anapokufa shahidi katika vita akipigania uhuru wake, uhuru wa nchi yake, uhuru wa utu wake, heshima yake, na kupigania uhuru wa kuabudu kwa mujibu wa dini yake na kulinda heshima ya ubinadamu na matukufu ya kidini kama vile Masjidul Aqsa. Ili hali Wazayuni wanapigana kupata posho zaidi, kupanda cheo, lakini wakati huo huo wanaingia vitani huku wakiwa na uoga wa kifo. Hii ni kwa sababu hakuna mtu yeyote anayeogopa kufa kuliko anavyoogopa Yahudi ambaye atakuwa amechanganyika na Uzayuni. Wako Mayahudi wafuasi wa dini ya Kiyahudi, lakini wako Mayahudi kama kina Netanyahu ambao ni wafuasi wa dini ya Kizayuni. Licha ya kuwa na kila aina ya silaha zikiwa sawasawa na zile zinazotumiwa na jeshi la Marekani, Israel hapana shaka askari wake walio wengi hawana utayari wa kutoa uhai wao kwa sababu wasizozijua. Kama msikilizaji wetu utakuwa umepata kusikia askari wa Kizayuni akijiua yeye mwenyewe kuliko kwenda kufia katika viwanja vya vita Gaza, hali Mpalestina unayemuona jua kuwa kila unemtazama kuwa ni Mpalestina anatembea, basi tambua kuwa yule ni maiti anayetembea. Na hapana furaha kubwa zaidi katika moyo wa Mpalestina inayoshinda ile furaha ya kufa akiwa shahidi katika kupigania uhuru wake, utu wake, heshima yake, uhuru wa nchi yake na uhuru wake wa kuabudu na kulinda heshima ya ubinadamu na matukufu ya kidini kama vile kukomboa msikiti wa Baitul Maqdis. Na wakati huo huo Wazayuni wao wanapigania kupata posho zaidi, kupanda cheo, lakini wakati huo huo wanaingia vitani hali ya kuwa wakiogopa kifo. Kwani hakuna anayeogopa kifo zaidi kuliko anavyoogopa Yahudi anapokuwa ni Mzayuni. Tunasoma katika Qur'ani sura ya 62 aya 6 mpaka 8. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin.
wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sema, enyi Mayahudi, ikiwa mnadhani nyinyi ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko watu wengine wote, basi hebu tamanini kufa ili mpate kuonana na Mungu anayewapendeni, ikiwa kweli nyinyi ni wa kweli. Wala hakuna yoyote kati yao ambaye ametamani kufa ya mabaya mengi walioyatanguliza kwa mikono yao, na Mwenyezi Mungu bila shaka ni mjuzi na ni mwenye kuwatambua madhalimu. Basi sikieni, innal mauta alladhi tafirruna minhu, hakika mauti ambayo ninyi mnaogopa mnayakimbia, fa innahu mulaqikum, bila shaka mauti mtakutana nayo. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha mtarejesha kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaibu, naye vile vile atakuambieni, atakubainishieni, atakuwekeeni wazi yote mliokuwa mkiyatenda. Pamoja na kukubali baadhi ya vipengele vya mpango huo wa Donald Trump, Hamas pia imeridhia mpango wa amani ambao Rais Donald Trump amesema utamaliza kabisa vita vya Gaza, na pia imekubali baadhi ya vipengele vya mpango wa amani, ikiwa ni kuachia madaraka na kuachia mateka, lakini vipengele vingine ambavyo havikukubaliwa vinahitaji mashauriano zaidi na Wafalastini. Pamoja na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye ndiye mfadhili mkuu wa moja kwa moja wa mauaji ya Gaza, alitoa wito wa kusitishwa mashambulizi ya Israeli baada ya Hamas kusema wao wako tayari kuachilia mateka wote na kuanza mazungumzo kuhusu mpango wake wa kumaliza vita vilivyodumu kwa takriban miaka miwili hadi sasa. Israeli ilikuwa bado inaendeleza mauaji ya kinyama dhidi ya watu wa Gaza. Katika taarifa iliyotolewa mnamo siku ya Ijumaa, Oktoba 3, 2025, Hamas ilitangaza kuidhinisha kuachiliwa kwa mateka wote walio hai na waliopoteza maisha kwa mujibu wa mpango wa kubadilishana mateka uliomo katika pendekezo la Rais Donald Trump. Baadaye Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba kwa kuzingatia taarifa iliyotolewa na Hamas, naamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israeli lazima isitishe mara moja mashambulizi ya Gaza ili kuweza kuwaokoa mateka kwa usalama na haraka. Afisa mwandamizi wa Hamas alisema Jumamosi Septemba 29, 2025 kuwa kundi la Hamas lilikuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo mara moja ili kukamilisha masuala yote. Afisa mwingine wa Hamas alisema kuwa Misri, mpatanishi katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, itakuwa mwenyeji wa mkutano wa makundi ya Kifalastini ili kuamua mustakabali wa Gaza baada ya vita. Pamoja na nasaha za Donald Trump, ambaye hata hivyo si haifai kuamini moja kwa moja kile anachosema Trump, kwa sababu Trump na Netanyahu ni kundi moja, hatuwezi kuamini, lakini madam sura yake ni ya suluhu na Qur'ani inatuambia wanapokuwa maadui wanaelekea kwenye suluhu, na sisi ni lazima tukubali ile suluhu. Wakati jitihada za Donald Trump za kutafuta mwelekeo mpya wa kusitisha vita katika ukanda wa Gaza na kusimamisha moja kwa moja mauaji yanayoendelea, harakati ya mukawama ya Kiislamu hii leo siku ya Jumapili imemtuhumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa madai ya uongo kuwa aliamuru jeshi la utawala wake kupunguza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza. Harakati ya Palestine Hamas imesema hayo katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumamosi Oktoba 4, baada ya waziri mkuu huyo kunukuliwa katika ripoti mbalimbali akidaiwa kuviagiza vyombo vya utawala kusimamisha mashambulizi yote katika ukanda wa Gaza na eti kufanya tu mashambulizi ya kujihami. Kuendelea kwa mashambulio ya mabomu na makombora na mauaji ya uvamizi kunafichua uongo wa Netanyahu kuhusu kupunguza operesheni za kijeshi za Israeli dhidi ya wananchi wa Gaza. Jeshi la utawala wa Kizayuni linaendelea kufanya jinai na mauaji ya kutisha dhidi ya watu wetu wa Palestina katika ukanda wa Gaza,
ikisisitiza taarifa hiyo kwamba mashambulizi ya Israel katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita hadi sasa yameshaua tayari mashahidi wa Kifalastini wapatao 70. Hapo awali Netanyahu aliripotiwa kutoa agizo alipokuwa akilipa jeshi jukumu la kuendeleza utayari wa kutekeleza wa sehemu ya kwanza wa mpango wa vipengele 20 uliobuniwa na rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani amedai kuwa pendekezo hilo linalenga kumaliza vita vya sasa vya mauaji ya halaiki vya tangu Oktoba 2023 hadi hii leo. Kwa ujumla, makala hii ilitaka tu kuonyesha ni kwa namna gani Trump amesimamia mapatano haya na hata yakafikiwa kukubaliwa na Israel. Benjamin Netanyahu aliingia vitani mnamo mwaka 2023 katika mauaji ya watu wa Gaza, huku akidai kwamba angemaliza kazi ya kuwaua Hamasi wote, kuwafukuza Hamasi wote, kuwakomboa mateka wake wote, na hakuhitaji kuwa na mazungumzo na mtu yoyote mpaka awe amekamilisha jambo hilo. Leo ni miaka miwili. Israel haikumpata mateka hata mmoja kwa kutumia vita, haikuwamaliza Hamas, wala hakuna dalili inayoonyesha kuwa Hamas itamalizika. Na ni mwongo kama wanavyosema wenyewe wa Falastini kwamba Netanyahu ni mwongo, kwa sababu neno kuwamaliza Hamas ni jambo ambalo halitowezekana. Kila Mfalastini ni Hamas. Hamas ni yule mtu ambaye anataka uhuru wa nchi yake, anataka ardhi yake mliomnyang'anya kwa nguvu. Kwa hiyo hii ni imani. Mtu huwezi kudai kuwa unaweza kumaliza imani ya mtu mwingine. Ni kosa kutamka maneno hayo na ni uongo. Ni kwa msingi huo Israel imelazimika kuachia, imelazimika kupunguza jazba yake na kukubali kusitisha mapigano kutokana na shinikizo la ndani ya Israel, kutokana na kushindwa vita katika ukanda wa Gaza. Wanaua kweli watu wa Gaza kwa kutumia ndege, kwa kutumia vifaru na kadhalika, lakini wao wenyewe wanakufa kwa wingi ndani ya Gaza. Zipo klipu zinatoka zinaonyesha kwamba askari wa Kizayuni wanateketea katika Gaza. Lakini uteketeaji wao ni tofauti na namna ambavyo Wafalastini wanavyoteketea. Wafalastini wanateketea zaidi kwa sababu mashambulio ya kiholela ni makubwa sana na silaha zinazotumika ni za nguvu sana. Kwa hiyo hawana namna ya kuepuka kufa. Lakini si kwamba Israel imeshinda, la hasha. Imelazimika kukubali masharti hayo kwa sababu haionekani njia ya wao kushinda vita hivyo. Basi kwa hayo yanayoendelea na kwa haya yaliyokubaliwa kwamba yawe ni sababu ya kusimamisha vita, tusisahau kumwomba Mwenyezi Mungu kila wakati katika dua zetu, katika ibada zetu, ajalie nyoyo za hao wanaopatanishwa ili kumaliza hivyo vita waweze kukubaliana, amani ipatikane, watu warudi katika maeneo yao ya maisha, waishi kwa salama, na hao wanaodaiwa kuwa mateka warejeshwe kwao. Lakini vile vile Wafalastini kwa maelfu, zaidi ya Wafalastini 6,000 wanashikiliwa katika magereza mbalimbali ya Israel. Wanapozungumza wao wanazungumzia watu 48 wa Falastini wa Israel walioko Gaza, hawazungumzii maelfu ya Wafalastini walioko katika magereza ya Israel. Lakini wote hawa wanatakiwa waachiwe sehemu zote mbili ili amani ipatikane. Lakini Netanyahu ameshasema pia kwamba hakuna uwezekano wa kuundwa taifa la Falastini. Na hakuna Mfalastini anaweza kukubali kwamba yuko tayari taifa lake lisirejeshwe wakati limechukuliwa kwa nguvu, na Umoja wa Mataifa unafahamu hivyo, na kuna maazimio yaliyokwisha pitisha juu ya haki ya Falastini yanayopata 181. Ni moja tu ambalo ndilo lililowahi kutekelezwa katika yote katika kipindi cha zaidi ya miaka 70 iliyopita. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu taufiki ipatikane, makubaliano yafikiwe na vita visimame, na Wafalastini warudi mahala pao, waishi kwa salama na kwa amani, na waweze kuwa na uhuru wa kuamua na kujiamulia mambo yao wao wenyewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.